السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में इंसान माल खर्च करता है. Bismillahirrahmanirrahim. Arifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala mnasaliza anasema mwanadamu anatumia mali yake duniani kwa ajili ya kupata utulivu wa moyo wake. Yeye anatumia mali yake kwa ajili ya maslahi ya nafsi yake, na baadhi wakati anatoa sadaka pia katika mali yake. Lakini siku hizi duniani kote hakuna kundi lolote, hakuna jumuiya yoyote kwayo ambayo wafuasi wake katika kila mji na katika kila nchi kwa ajili ya lengo maalum kwa kujumuika chini ya mkono mmoja wanatoa mali zao, na lengo kwalo wanatumia mali yao ni lengo la kuitumikia dini na vile vile ni kuhudumia binadamu. Ndiyo, katika dunia kuna jumuiya moja tu ambayo inafanya kazi hii, na jumuiya ile ni jumuiya ambayo Mwenyezi Mungu alianzisha jumuiya hii kwa ajili ya lengo hili, na jumuiya ile ni jumuiya ya mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na jumuiya ile ni jumuiya ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Jumuiya hii ilipewa jukumu la kusambaza mafundisho ya Islam duniani kote. Jumuiya hii tangu miaka 128 inaendelea kutoa huduma, na vile vile inatoa mali yake pia kwa ajili ya kuitumikia Islam. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alianzisha jumuiya hii, na vile vile alieleza mbele ya jumuiya yake kwa namna gani wanatakiwa watumie mali yao, na alieleza hayo kwa kupitia Qur'ani tukufu. Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema, mimi nasihi mara kwa mara kwamba nyinyi mutoe mali zenu katika njia ya Mwenyezi Mungu, na nasema hii kwa mujibu wa amri ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Islam imedhoofika sana katika zama hizi. Kwa kuona udhaifu wa Islam, mimi nakosa utulivu,
na islam inalaumiwa na dini zingine. Ikiwa hali hii imefikia, basi katika hali hii kwa ajili ya maendeleo ya dini tukufu ya islam sisi tusichukue hatua au tusifanye juhudi. Basi Mwenyezi Mungu kwa ajili ya lengo hili alianzisha jumuiya hii ya Mwenyezi Mungu. Basi kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya hii kufanya juhudi ni sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Kisha amesema, na ahadi hizi pia zimetolewa na Mwenyezi Mungu kwamba mtu yeyote atakayetoa mali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mungu amesema kwamba mimi nitamwongezea mali yake na yeye atapata mali nyingi sana duniani, na vile vile baada ya kufa kwake atapata ujira katika akhira, kwamba yeye atapata starehe katika akhira. Ilmuradi sasa hivi nataka kuwakumbusheni, Sayyidina Islam anasema, nataka kuwakumbusheni kuhusu jambo hili kwamba kwa ajili ya maendeleo ya Islam utoe mali zenu. Hazur anasema kwamba basi masahaba wa Sayyidina Islam walielewa nasaha hii na walitoa mali zao kwa ajili ya kutekeleza malengo ya dini. Na hali yake, habari yake imeeleza Sayyidina Islam mara kwa mara kwamba namna gani wafuasi wake walipiga hatua mbele katika kutoa michango. Kwa mfano, wakati wa ujenzi wa Minaratul Masihi, Sayyidina Islam alikuwa akisihi wa wafuasi wake, na vile vile alikuwa akiwasihi wafuasi wake kwa ajili ya malengo mbalimbali kwamba watoe mali yao. Basi Munshi Abdul Aziz Sahib Patwari wakati wa ujenzi wa Minaratul Masih mchango aliotoa kwa kueleza habari yake, Sayyidina Islam anasema siku hizi, bali Sayyidina Islam anaeleza habari ya wanajumuiya wawili, maana Abdul Aziz na Shadi Khan Sahib. Anasema katika jumuiya yangu wafuasi wangu wawili wametoa mchango kwa ajili ya ujenzi wa minara, na mchango wao ni mfano kwa ajili ya wengine. Miongoni wa hawa moja ni Munshi Abdul Aziz, yeye ni patwari katika wilaya ya Gurdaspur. Ingawa yeye hapati posho kubwa, lakini yeye ametoa rupia 100 kwa ajili ya ujenzi wa mnara, na mimi nadhani kwamba yeye alikusanya rupia hii 100 kwa miaka na miaka. Amesema huyu na msifu kwa sababu ya hii kwamba yeye ameshawahi kutoa rupia 100 kwa ajili ya lengo lingine pia. Kisha amesema bwana mwingine ambaye ametoa mchango mkubwa ni bwana Shadi Khan ambaye anauza mbao, ni mwenyeji wa Sialkot. Yeye pia kwa ajili ya ujenzi wa msikiti ameshawahi kutoa rupia 150, na sasa yametoa tena rupia 200. Huyu bana anamtegemea Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba tukiangalia vifaa vya nyumbani kwake, tukihisabu mali yote ya nyumbani kwake, labda thamani yake ni rupia 50 tu. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba duniani ukame imeenea sana, na hawa wanaona kwamba ni vizuri katika hali hii sisi tutoe mali. Ndiyo maana alitoa yoyote alikuwa anayo. Hivyo ndivyo kuna mifano chungu mzima aliyoeleza Sayyidina alayhi salatu wasalam katika vitabu vyake kuhusu wafuasi wake kwamba wao bila kujali mahitaji yao kwa ajili ya dini walitoa mali yao. Wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam wamezoea tabia hii ya kujitolea kiasi hiki kwamba kizazi baada ya kizazi kinaendelea kutoa mali zao. Hata wale watu ambao wanaishi katika nchi za mbali sana, na wao walijiunga
jumuiya baadaye wanaendelea kujiunga jumuiya hata siku hizi. Hata hawa wanajumuiya wapya pia wanaposikiliza mifano hii ya wanajumuiya wa zamani na wanapopata taarifa kwamba kwa ajili ya lengo fulani mali inahitajika na wao wanaelewa lengo la kutoa ni nini, hawa wanajumuiya wapya pia wanatoa mifano ambayo ni aina yake, na tunashangaa kwa kuona hali yao jinsi wanayotoa, na ni watu wa hali ya wasitani ambao wanatoa mali. Wengi ni wa aina hii, si matajiri sana. Wanaotoa wao hawajali kwamba kwa sababu ya mchango wao mdogo tofauti kiasi gani itapatikana, bali wao wanaelewa amri ya Mwenyezi Mungu ambamo ndani yake Mwenyezi Mungu amesema, wa mathalu allazina yunfikuna amwalahum ibtighaa mardhatillahi wa tasbita min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun faatat ukulaha zifan fain lam yusibha wabilun fattal wallahu bima ta'maluna basir. Ni mfano wa wale watu wanaotoa mali zao, wanatoa mali yao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mfano wao ni kama mfano wa bustani iliyo mahali pa juu, ikafikia mvua kubwa na ikileta matunda yake mara mbili, na kama haifikiwi na mvua kubwa, basi mvua ndogo huitosha. Na Mwenyezi Mungu anayeona mnayotenda, yani Mwenyezi Mungu anawabariki, na wao wanaona kwamba msaada wao mdogo pia unaleta matunda makubwa sana. Hazuru anasema sisi tunaona kwamba sisi ni jumuiya ambayo si tajiri sana, lakini kwa kuwa na hali hii kwa ajili ya huduma ya Islam, kwa ajili ya kusambaza Islam tunafanya kazi, na kwa sababu ya hii Mwenyezi Mungu anatia baraka katika kazi zetu kiasi hiki. Dunia inashangaa kwamba namna gani kwa kupata vifaa hivi vidogo mnafanya kazi kubwa sana. Hazuru anasema kwamba kazi hii inafanywa kwa sababu katika jumuiya ni watu ambao mfano wao Mungu ametoa ndani ya Qur'ani tukufu kwamba yunfikuna amwalahum ibtighaa mardhatillahi, yani wanatoa mali zao kwa ajili ya kutaka ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wakati mtu anapokuwa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu mbele yake, basi matunda pia yanapatikana na baraka pia inapatikana. Kama nilivyosema hapo awali kwamba mifano ya kutoa mali hii inapatikana hata katika zama hizi pia, bali kuna mifano chungu mzima. Nataka kueleza mifano kadhaa. Msichana ambaye anaishi mbali na Qadian, yeye anapojiunga na jumuiya, baada ya kujiunga na jumuiya fikra yake inabadilika namna gani na namna gani anaelewa umuhimu wa kutoa mali. Tukio lake muelewe, musikie kwa maneno yake. Huyu binti anaishi katika Canada na anasoma chuoni. Yule binti anasema kwamba Julai iliyopita, kabla ya kupata admission katika university, nilitaka ninunue vifaa, lakini nilikuwa sina fedha na bado nilikuwa nadaiwa mchango pia. Kwa hiyo ile fedha nilikuwa ninayo nikatoa mchango. Nilikuwa na imani kamili kwamba Mungu lazima atanisaidia kwa sababu ya baraka ya mchango ule, na nilikuwa na utulivu kwamba nimetimiza ahadi ya mchango wangu.
baada ya mwezi moja na siku tatu ilikuwa bado kabla ya kufunguliwa university, anti yangu akanipigia simu na akaniuliza lini unaenda chuoni. Nilipokwenda nyumbani kwake jioni, yeye akanipatia fedha ambayo ilikuwa zaidi kuliko mahitaji yangu ya university, na fedha ile ilikuwa mara 10 zaidi kuliko nilikuwa ninayo. Hivi Mwenyezi Mungu alitimiza mahitaji yangu yote kwa sababu ya kutoa mali. Kisha katika bara la Hindi kuna bana moja, bana Kamruddin ambaye ni inspector. Kuhusu huyu bana anasema katika jumuiya ya Minjeri ambaye ni jumuiya ya Kerala, anafanya kazi ya vaccine. Anasema mimi nilienda dukani kwake kwa ajili ya kupokea mchango. Akasema mimi nadaiwa fedha kubwa sana, kwa hiyo nina shida sana. Hata katika hali hii, kwa kuwa na hali hii, yeye akatoa cheki ya fedha kubwa sana. Akasema kwamba sasa hivi mimi sina fedha kiasi hiki katika benki yangu, kwa hiyo uniombee Mungu anipatie ili niweze kutimiza mchango wangu. Anasema baada ya siku moja akanipigia simu na akasema kwamba baada ya kupatia cheki nimepokea fedha kubwa sana, kwa hiyo sasa unaweza kuchukua mchango. Na anasema hii ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Kisha katika Afrika Mashariki, katika nchi ya Tanzania, kuna mjane mmoja, kuna mfano wake. Amir Sahib wa Tanzania anaandika, mwalimu wa Uringa anasema alimwendea Bi Amina ambaye ni mjane kwa ajili ya kupokea mchango. Yule mama akasema kwamba ninasikitika kwamba sina kitu chochote kwa ajili ya kukupatia mchango, nikipata kitu chochote lazima nitakupatia mchango. Mwalimu Saba alikuwa bado hajarudi nyumbani kwake. Yule mama akaja na shilingi 10,000 na akasema nilipokea fedha hii kutoka sehemu fulani na nikaona nikupatie kwanza mchango baadaye nitatimiza mahitaji yangu. Na akasema niliahidi 25,000 na wakati wote nikipata 15,000 iliyobaki nitakupatia. Baada ya dakika 10 yule mama akaja tena na akaja na fedha iliyobaki na akasema, angalia msaada wa Mwenyezi Mungu, nilikupatia 10,000 shilingi na nilikuwa bado sijafika nyumbani kwangu. Mungu alinipatia 35,000. Katika 35,000 nimekupatia 15,000 na bado mimi nimebaki na 20,000. Huu ni msaada wa Mwenyezi Mungu na vile vile ni baraka ya mchango, na hivi imani yake iliimarika. Kisha kuna nchi ya Central Africa ambayo ni Congo. Wanajumuiya wa kule wana imani gani kuhusu kutoa mchango? Natoa mfano wake moja. Mbashiri wa pale Bana Ramiz anaandika, Kalombai ni jumuiya na dailala wa jumuiya hii Kalombai Bana Saidi anatembelea jumuiya 5 na anafanya mahubiri. Azuri anasema siku hizi hali ya nchi si nzuri, na kwa sababu ya yeye kwa kuwa na hali ya ulinzi wa pale alitembelea jumuiya zote, na yeye alitoa nauli pia kutoka katika mfuko wake, ingawa yeye mwenyewe hana mali. Katika ziara hii alikusanya mchango wakfe jadida 53,000 na akasema mimi ni mwanajumuiya wa zamani na mimi nataka niwe mfano kwa ajili ya wanajumuiya wapya. Hazur anasema ikiwa hawa anasema ni wanajumuiya wa zamani, labda ni miaka 20 aliyojiunga. Tangu alipojiunga na jumuiya umri wake ni miaka 60, lakini yeye kwa bidii sana anafanya kazi ya mahubiri. Pamoja na kazi ya mahubiri anakumbusha watu kuhusu mchango. Hii ni imani
iliyopatikana ndani ya watu hawa baada ya kumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam, na hawa ni wanajumuiya ambao wanaishi katika nchi za mbali, kule hakuna barabara na kule watu wanasafiri kwa kutumia marekebu. Kisha kuna nchi ingine ya Afrika Magharibi wa Benin. Angalieni hali ya imani yake, ambaye miaka 20 iliyopita amejiunga na jumuiya, lakini katika muda huu mfupi angalieni imani yake ikoje, bali hali yake ni mfano kwa ajili ya wanajumuiya wa zamani. Mbashiri wa pale aitwaye Bana Muzaffar anasema kwamba mkoa wa Katuni kuna kijiji jumuiya ilipatikana mwaka huu. Wenyeji wa hapa wanaua samaki na wanauza, na wao wanategemea biashara hii. Bashiri aliwakumbusha kuhusu mchango. Mwanajumuiya moja ambaye hali yake si nzuri upande wa kifedha, yeye akaitikia na akatumia 1000 franc katika mchango, na akasema ingawa hali yangu si nzuri, lakini mimi sitaki kwamba jumuiya ambayo nimejiunga nayo inatoa amri na mimi nisifuate ile amri na nisipate baraka. Kisha namna gani watu wanaathirika kwa kusikia hutuba, na namna gani watu wanaelekea upande wa kujitolea. Mfano wake inapatikana katika nchi ya Afrika Magharibi ambaye ni Burkina Faso, na mfano huu ni wa vijana, na hawa ni vijana ambao hawakujiunga na jumuiya miaka mingi, bali hivi karibuni walijiunga na jumuiya. Lakini angalieni hali ya imani yao ikoje. Bashiri aitwaye Amin Baloch anaandika katika mkoa wa Bafora, hutuba ya 30 Desemba ya mwaka jana, kwa kusikia hutuba ile wanajumuiya wapya na vile vile wanajumuiya wa zamani, baada ya kusikiliza hutuba hii walienda majumbani kwao, na yote walikuwa wanayo nyumbani kwao wakaleta katika mchango wa Wakfu Jadid, na wakasema kwa sababu halifa ametufundisha namna gani tunaweza kusherekea mwaka mpya, kwa hiyo sisi tunatoa fedha hii katika mchango. Kwa hiyo usiku tutaswali sala ya tahajjud na tutasherekea hivi mwaka mpya. Siku ile walitoa 76,000 sifa mchango katika Wakfu Jadid. Kisha katika Afrika Magharibi, Ivory Coast, angalieni hali ya imani ya wanajumuiya ambao wanaishi katika jumuiya ndogo. Mwalimu wa pale anaandika, Mamadu aitwaye Bana Mamudu anasema katika kijiji kimoja cha mkoa wetu kiitwacho Nyamugu wamejiunga na jumuiya mwaka huu, yani mwaka mmoja iliyopita walijiunga na jumuiya. Anasema niliwakumbusha hawa wanajumuiya wapya kuhusu mchango wa Wakfu Jadid na kuhusu jalsa salana. Niliwaambia hawa wanajumuiya wapya, halifa mtukufu amesema wanajumuiya wote washiriki katika mchango wa Wakfu Jadid na Tahrika Jadid. Anasema nilikuwa nadhani kwamba watu kadhaa watatoa mchango kidogo kwa sababu umaskini umeenea sana kule, lakini hali ilikuwa tofauti na mawazo yangu. Takriban kila mwanajumuiya wa kijiji hiki alitoa mchango wake, bali mtu mmoja alitoa mchango wake wa Wakfu Jadid, bali yeye alitembea kilomita 600, na kwa kutembea kilomita 600 alishiriki mkutano wa mwaka pia. Kisha mfano mwingine wa kutoa mchango kutoka Tanzania, nataka nieleze Bana Yusuf Uzman Saheb ambaye ni bashiri wa kule, anaandika mwanajumuiya mmoja ambaye ni malemavu, yeye hawezi kufanya kazi na umeme pia haupatikani katika kila sehemu ya Tanzania. Kwa hiyo huyu mwanajumuiya wetu ana solar panel, na kwa kutumia solar panel ana charge mobile phone za watu, na fedha yoyote akipata katika fedha ile anatoa mchango.
siku moja mwalimu wetu akamkumbusha kuhusu mchango. Akasema tangu siku 2 iliyopita nilipata shilingi 2,000 mapato, basi mimi natoa 2,000 ile niliyopata. Mwalimu sawa akasema kwamba ikiwa ukitoa hii fedha yote kwa ajili ya katika mchango, wewe utanunua nini kwa ajili ya watoto wako? Akasema Mungu mwenyewe atafanya mpango kwa ajili ya chakula cha watoto wangu. Mwalimu anasema kwamba mimi nilikuwa nimekata risiti pale pale, watu wengi wakaja kwake kwa ajili ya kuchaji simu zao, na ye alipata fedha kubwa sana. Na mwalimu kwa kuona hali ile akasema kwamba umeona, kwa sababu ya kutoa mchango Mwenyezi Mungu amekubariki hivi kwamba wewe umepata fedha mapato zaidi kuliko mchango uliotoa. Kisha namna gani Mwenyezi Mungu anawabariki wale watu wanaotoa mchango katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kutoka katika mkoa wa Shinyanga, Tanzania, mwanajumuiya mmoja mtoto wake akapata malaria, na yeye alikuwa na 1,500 mfukoni. Katibu wa fedha akamkumbusha kuhusu mchango yule bana. Yule 1,500 alikuwa nayo kwa ajili ya matibabu, akampatia mwalimu kwa ajili ya mchango. Yule anasema mwanzoni niliona namna gani nitanunua dawa kwa ajili ya mtoto wangu, baadaye nikaona nimetoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe atafanya mpango wa dawa. Baada ya muda mfupi mtoto wake mkubwa akampigia simu kwamba na kutumia shilingi 80,000, na siku ile ile akapata fedha ile na akanunua matibabu kwa ajili ya mtoto wake, na vile vile alitimiza mahitaji yake mengine pia. Na anasema kwamba Mwenyezi Mungu alinipatia zaidi kuliko ile niliyotoa, na yeye sasa anaeleza tukio hili kwa wengine pia, na anaeleza umuhimu wa mchango juu kuhusu mbele ya wanajumuiya wengine. Sasa kuna tukio kutoka Mali. Mbashiri wa pale aitwaye Ahmad Bilal anaandika, mwanajumuiya moja 2013 alijiunga na jumuiya. Wakati wa kujiunga na jumuiya hali yake ya kifedha ilikuwa si nzuri, alikuwa anadaiwa fedha kubwa sana. Vile vile alikuwa na matatizo mengi sana nyumbani, na vile vile alikuwa karibu kustaafu. Baada ya kujiunga na jumuiya, yeye alipojua baraka za mchango, yeye akajiahidi kwamba yeye atatoa mchango wake bila kukosa, na hivyo ndivyo alivyofanya. Hata hali yake ilikuwa si nzuri, lakini aliendelea kutoa mchango sawa na uwezo wake. Anasema kwa baraka ya mchango, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, anasema nikalipa mkopo na matatizo yote yaliondoka, na alipata cheo kikubwa kutoka kwa serikali. Na huyu bana sasa amejiunga na nizamu ya wasia kutoka Sierra Leone. Bwana Muniru Hussein Sambashiri wa pale anaandika, jumuiya ya wajibu, kuna mwanamke mmoja wa mwanajumuiya kule, yeye aliahidi kwamba atatoa 4,000 Leone. Yeye hapati mapato, bali alikuwa na bustani ndogo tu, na alipanda kasawa, muhogo. Ni muhogo huzuri anasema ni sawa na viazi vitamu, na yeye alikuwa akiuza muhogo na alikuwa akipata mapato. Na wakati wa kutimiza ahadi ya mchango ulipowadia, mwalimu alipoenda kwa ajili ya kuchukua mchango, fedha aliyokusanya kwa ajili ya kutoa mchango mtoto wake mmoja akatumia, na kwa kuona hali ile akapata wasiwasi sana. Hazur anasema sasa angalini hali ya imani yake. Mtoto wake mmoja mwingine anafanya kazi katika duka la pombe, labda yeye alikuwa bado hajajiunga na jumuiya. Huyu mtoto akasema mimi nakukopesha, lakini yule mwanamke akakataa kukopesha kutoka kwake. Akasema fedha hii si halali kwa ajili ya mchango, kwa mimi siwezi kutoa mchango kutoka katika fedha hii. Hazur anasema kwamba hii ndiyo ni ghaira ya imani, lakini angalieni Mungu anamtendea namna gani. Na mchango, lengo la mchango ni kutaka ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sasa angalieni Mungu alimtendea namna gani. Anasema katika hali ile ile mtu mmoja akaja, na yeye yule mwanamke alikuwa hamjui,
yule mtu akampatia 10,000 liun. Yule mwanamke badala ya 4,000 liun akatoa 10,000 liun katika mchango, na akasema Mungu amenitumia fedha hii kwa ajili ya mchango. Kwa hiyo baadaye akasema kwamba yeye mwakani atatoa 10,000 liun mchango. Bashiri kutoka Sierra Leone aitwaye Akil anasema mwanajumuiya mmoja alikuwa na kesi ya shamba lake, na mpinzani wake alikuwa mwenye asari sana, na kulikuwa hakuna athari yoyote kwamba yeye atashinda kesi. Na katika hali hii akasikia kuhusu baraka za mchango. Anasema mimi niliposikia kuhusu baraka za kutoa mchango, akasema basi mimi pia nitoe mchango, huenda kwa sababu na kwa baraka ya mchango huu nitapata baraka na nitapata shamba langu. Kwa hiyo huyu bana sawa na uwezo wake akatoa mchango. Baada ya muda mfupi yeye akashinda kesi, na ilionekana kwamba yeye hawezi kushinda, lakini alishinda. Huyu bana anasema kwamba hii yote ni kwa sababu ya baraka ya mchango niliyotoa. Toka Kongo Kinshasa, bana Shahid ambaye ni bashiri wa pale anaandika kwamba mwanamke mmoja anafanya biashara ndogo ndogo. Anasema mwanzo wa mwaka sawa na hali ya nchi ilionekana kwamba yeye hatapata faida katika biashara, lakini mwanzoni wa mwaka nilitoa mchango wa wakfu jadid na nikadhani nimefanya biashara na Mwenyezi Mungu, kwa hiyo biashara hii haiwezi kupata hasara. Anasema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika biashara ile akapata faida, ingawa hali ya nchi si nzuri, lakini yeye hakupata hasara katika biashara yake. Hazur anasema kisha wengine wanaathirika namna gani kwa kuona hali hii ya kutoa mchango ya wanajumuiya. Amir wa Bangladesh anasema watu 3 wanahubiriwa, na yeye alihubiriwa sana, lakini walikuwa hawataki kujiunga na jumuiya. Ijumaa iliyopita hawa 3 walikuja msikitini. Katikati ya hutuba walikumbushwa kuhusu mchango wa Fajadid, na baada ya swala ya Ijumaa watu wakaanza kutoa mchango. Hawa watu 3 waliokuwa wanahubiriwa walipoona manzari hii walisema kwamba sisi tunawaomba watu watoe mchango, lakini hata tukisema kiasi gani hawatoi mchango. Lakini hapa tangazo lilitolewa, sasa watu wamesimama katika mstari kwa ajili ya kutoa mchango. Hii ndio ni Islam halisi. Kwa hiyo hawa watu 3 kwa kuona mandhari ya pale wakafanya bayat na wakatoa mchango katika mpango wa wakfu jadid. Kisha katika mkoa wa Benin, mwalimu wa pale bwana Abdullah anaandika kwamba jumuiya mpya Lopaza nilienda kule kwa ajili ya kusanya mchango wa wakfu jadid. Haji Abubakar ambaye ni mwanajumuiya mpya akasema kwamba mchango huu utatumiwa wapi, kwa sababu yeye alikuwa hajui kuhusu mipango ya michango. Yeye aliambiwa kwamba kwa kupitia michango hii jumuiya inajenga misikiti, inafanya tafsiri ya Qur'an tukufu na inachapa vitabu, na vile vile katika michango hii hospitali zinajengwa na nyumba za mayatima zinajengwa. Ilmuradi kila pesa inatolewa inatumiwa katika huduma ya dini. Bwana Abubakar aliposikia hayo akasema kwamba mashehe walikuwa wakija kwa ajili ya kupokea zaka lakini hawakuniambia hata mara moja kwamba watatumia wapi fedha hii. Kwa hiyo kwa mara moja huyu bwana akatoa mchango wake na akasema kwamba mimi nitashiriki katika michango yote ya jumuiya. Ilmuradi tunaona kwamba katika zama hizi pia Mwenyezi Mungu anampatia Sayyidina alayhi salatu wasallam watu wa aina hii ambao wanaimarika katika kutoa michango, wanajiunga na jumuiya, lakini katika siku chache kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu wanakuwa na shauku sana kwamba wajitolee. Lakini Hazur anasema kwamba hili ni jambo la fikira kwa ajili ya wale watu ambao ni matajiri, wana fedha sana na Mungu amewajalia sana fedha, wanaishi katika nchi za matajiri, nchi tajiri.
lakini mchango wao unakuwa mdogo kuliko nchi maskini. Ingawa katika nchi hizi pia wapo wengi ambao wanatoa michango mikubwa sana, lakini wapo matajiri wengi duniani kote ambao hawazingatii mchango, hawatoi sawa na hali yao. Wao wanatakiwa wazingatie hali hii. Kama ni kawaida, katika Ijumaa ya kwanza ya Januari natangaza mwaka mpya wa Wakf Jadid. Baada ya kueleza matukio haya, nimechagua matukio haya katika matukio mengi sana. Natangaza mwaka mpya wa Wakf Jadid ambaye ni mwaka wa 60, na vile vile nieleze fadhila zilizopatikana mwaka iliyopita. Tarehe 30 wa Desemba mwaka wa Wakf Jadid unakwisha. Mwaka 59 ilikuisha tarehe 31 wa Desemba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Katika jumuiya zote, sawa na taarifa niliyopata, 80,020 pound ilitoa katika mpango wa Wakf Jadid, na hii ni zaidi ya milioni 1.1 zaidi kuliko mwaka jana. Na mwaka huu pia Pakistan imeshika nafasi ya kwanza katika mapato katika makusanyo wa Wakf Jadid. Sawa na serufi ya kiinchi, Ghana imeshika nafasi ya kwanza katika nchi ya Afrika Magharibi, kisha ni Germany, kisha Canada. Katika nchi za Afrika, nchi zilizotoa mchango ni Mali, Burkina Faso, Liberia, South Africa, Sierra Leone, Benin. Nje ya Pakistan, sawa na makusanyo wa mchango wa Wakf Jadid, jumuiya 10 ni namba ya kwanza ni Uingereza, ya pili ni Germany, 3 Amerika, Canada, 5 India, 6 Australia, 7 kuna jumuiya ya Middle East, 8 ni Indonesia, 9 ni jumuiya nyingine ya Middle East, na nafasi ya 10 ni ya Ghana, kisha ni Belgium na Switzerland. Sawa na mchango kwa kila kichwa, Marekani imeshika nafasi ya kwanza, ya pili ni Switzerland, kisha ni Finland, Australia na Singapore, France na Germany, Trinidad, Belgium, kisha ni Canada. Uingereza imeshika nafasi ya kwanza, lakini mchango kila kichwa ni ndogo. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, katika Wakf Jadid watoaji ni zaidi ya milioni 13, na hawa watoaji ni 500,000 zaidi kuliko mwaka jana. Na watoaji nyongeza iliyopatikana katika nyongeza Canada, India, Britania, Benin, Niger, Congo Kinshasa, Burkina Faso na Tanzania imefanya kazi kubwa sana katika kuongeza watoaji wa mchango. Nigeria hawakuzingatia mwaka huu vizuri kwa sababu idadi yao imeanguka kuliko zamani. Ikiwa idadi ingekuwa sawa na mwaka jana ya Nigeria na vile vile ya nchi zingine kadhaa, hususan Nigeria ingetoa mchango sawa na mwaka jana na watoaji wangekuwa milioni 10.4. Hii inaonyesha kwamba kule uvivu umeonyeshwa sana, au labda hawakutayarisha vizuri taarifa, au hawakukusanya report vizuri. Ikiwa kuna swali la imani wanajumuia kule, tofauti haikupatikana iwe Afrika au nchi nyingine, labda wanajumuia hawakuwasiliwa vizuri, hawakukumbushwa vizuri.
na kwa kawaida inakuwa uvivu wa makatibu wa fedha. Mtu mmoja kutoka Rabwa ameandika, Sadr Jamaat akamjia akasema kwamba wewe hukutoa ahadi wa wakfu jadid wala hukutoa mchango wa wakfu jadid. Anasema mimi natoa mchango kila mwaka, hii haiwezi kutokea. Na akasema imetokea hivi kwamba katibu wa fedha alikuwa mvivu kiasi hiki kwamba yeye hakuchukua ahadi kutoka kwa mwanajumuiya yeyote wala hakukusanya mchango wa wakfu jadid. Hii inaonyesha kwamba uvivu wa makatibu wa fedha. Kwa sababu ya hii baadhi wakati watu hawatoi mchango, na hiyo inaonekana ni hali ya Nigeria pia. Vile vile katika Marekani pia watoaji imepungua. Kulikuwa hakuna sababu ya kupungua, wala katika Nigeria pia kulikuwa hakuna sababu ya kupungua watoaji. Lakini Marekani kama niliyosema kwamba mchango kila kichwa wameongeza sana na wameshika nafasi ya kwanza katika uwanja huu. vile vile nchi zingine zote wazingatie kuongeza idadi ya watoaji mahali ambapo watoaji wamepungua, na vile vile wazingatie uvivu wao. Watu si wavivu, bali wao wale wanakusanya mchango wao ni wavivu katika mchango wa watu wakubwa. Hii ni idara ya Waqf Jadid, yani watu wazima katika idara hii. Pakistan jumuiya 10 zilishika nafasi ni kwanza Lahore, Rabwa, Karachi, na zaidi ya jumuiya hizi zilishika nafasi ni Islamabad, Gujranwala, Gujarat, Multan, Umarkot, Hyderabad, Peshawar, Mirpur Khas, Okara, Dera Ghazi Khan. Katika idara ya atfal, yani mchango wa wakfe watoto Lahore, Rabwa na Karachi. baada ya jumuiya hizi ni Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Gujarat, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Kotli, Azad Kashmir, Mirpur Khas, Multan na Bhawalpur. Hizi ni jumuiya zilizoshika nafasi katika mchango wa Jadid wa watoto. Sawa na makusanyo ya mchango Worcester Park ya Uingereza ni Worcester Park, Fazal, Birmingham South, Putney, Regent's Park, Bradford, New Malden, Glasgow, Birmingham West na Gillingham. Hizi ni jumuiya za Uingereza. Sawa na makusanyo mikoa ya Uingereza ni London B ya kwanza, London A ni nafasi ya pili, na North East na South. Sawa na makusanyo jumuiya za Germany zilizoshika nafasi na mikoa ni Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Moorfielden, Dietzenbach. na sawa na makusanyo ya mchango wa Waqf Jadid jumuiya 10 Rodenburg, Neuss, Freiburg, Nida, Frosheim, Cologne, Koblenz na Mediabad. Jumuiya 10 za Marekani zilizoshika nafasi katika makusanyo ni Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, Central Virginia, Los Angeles East, Dallas, Boston, Philadelphia. jumuiya 10 za Canada zilizoshika nafasi ni ya kwanza ni Calgary, Peace Village, Vaughan, Vancouver, Mississauga. jumuiya hizi ziko mikoa na jumuiya 10 jumuiya 5 za Canada zilizoshika nafasi katika ni Durham, Milton East, Saskatoon South, Saskatoon North na Windsor. Lloydminster, Ottawa West, Ottawa East, Regina. Katika ofisi ya watoto ni Durham, Watford, Bradford, Saskatoon North na Lloydminster. Mikoa ni Calgary, Peace Village, Roehampton na Western. Katika bara Hindi katika nchi ya bara Hindi ni Kerala. Ni mikoa zilizoshika nafasi ni Jammu Kashmir ya pili, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Orissa, West Bengal, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi na Maharashtra. Hizi ni mikoa 10
na jumuiya 10 za India, Karolai, Calicut, Hyderabad, Pathaprayam, Qadian, Kannur Town, Kolkata, Bangalore, Solor na Pingadi. Jumuiya 10 za Australia, Castle Hill imeshika nafasi ya kwanza, Brisbane Logan, Marsden Park, Berwick, Pesith, Adelaide South, Roehampton, Canberra, Longwarren, Adelaide West. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika watuaji hawa wote waliotoa mchango wao, na vile vile Mwenyezi Mungu awajalie wanaokusanya mchango waweze kufanya kazi vizuri, na udhaifu uliopatikana waweze kuondoa udhaifu ule. Hasusan inatakiwa watuaji, idadi ya watuaji iongezwe. Ni sawa mchango unaongezeka, lakini ina muhimu ni kwamba watu wote watoe mchango. Baada ya swala nitasalisha jeneza 2 ghaibu. Jeneza ya kwanza ni Bi Asma Tahira Sahiba, alikuwa mke wa Mirza Khalil Ahmad Sahib. Tarehe 23 Desemba 2016 katika umri wa miaka 79 amefariki Marekani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 1935 alizaliwa. Baba yake alikuwa Maulvi Abdul Baki Sahib, mama alikuwa Safia Khatun Sahiba. Baba yake muda mrefu katika mji wa Kundri aliendelea kufanya kazi katika kiwanda cha jumuiya. Vile vile alikuwa sadar jamaat. Hazrat Ali Ahmed Sahib alikuwa babu yake. Alifanya bayat ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, alikuwa sahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salam. Tukio la bayat yake ni hivi lililoelezwa na Mtanur Sahiba. Anasema tumesikia kwamba alikuja Qadian. Alipokwenda Qadian njiani katika station ya Amritsar, Maulvi Muhammad Hussain alitaka kumzuia asiende Qadian, lakini alimjibu Maulvi Sahib kwamba mama yangu kwa kuona nishani ya kupatwa kwa mwezi na jua mama yangu amenituma Qadian, na mimi naenda Qadian kwa ajili ya kufanya utafiti, lakini wewe unahangaika hapa. Hii inaonyesha kwamba Mirza Sahib ni mkweli. Tarehe 6 Januari 1964 aliolewa na bana Mirza Khalil Sahib marehemu. Mirza Khalil Ahmed Sahib alikuwa mtoto wa Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Alikuwa mjukuu wa Hadrat Khalifatul Masih al-Awwal. Alikuwa mtoto wa Amtul Hai Sahib, alikuwa mtoto wa khalifa wa kwanza. Bi Asma Tahira Sahib aliwahi kuwa general secretary na secretary Ziafat Markazia na member Alamgir Mansuba Committee, na katika idara zingine pia alitoa huduma zake. Bi Asma Tahira Sahiba baba yake alifariki 1975. Baadaye alikaa pamoja na mama yake. Marehemu Asma Tahira Sahiba mimi namjua kwa sababu alikuwa jamaa yangu. Namjua kwamba alikuwa akiwatendea vizuri jamaa zake zote. Alipokuwa anaumwa nilienda kukutana naye. Alikuwa naishi katika Canada. Nilipoenda kule na nilikutana naye, alikuwa hawezi kukaa, lakini hali ya unyenyekevu ilikuwa ya aina hii. Akasema, nipatieni
mawazi labda nitapata nafasi ya kukutana na Hazur, nani badala ya kutuma ujumbe kwamba mimi niende nyumbani kwake kwa ajili ya kumwona, lakini yeye alitaka kuja kwangu na mimi nilienda kukutana naye, na kwa kuniona alifurahi sana. Alikuwa hana watoto. Yeye alimlea binti wa dada yake. Yule binti anasema kwamba yeye alinilea kama ni binti yake, na wakati ni mimi nilipoozwa alinisaidia sana, na vile vile alinipatia malezi mazuri. Nilipokuwa nikipata wasiwasi alikuwa akisema ufanye maombi, na yeye alikuwa na yakini sana juu ya maombi. Alikuwa akiwapenda sana watoto na alikuwa akizingatia sana wa malezi ya watoto wangu, na alikuwa akisema kwamba uende na watoto wako msikitini, ukifanya hivi basi watoto wako hawataharibika. Na alikuwa akinisihi nijiunge, naendelee kujiunga na nidhamu ya jumuiya. Anasema alinisihi nifanye wasia, yani nijiunge na nidhamu ya wasia. Na aliendelea kunisihi kwamba mimi niendelee kujiunga na nidhamu ya jumuiya. Alikuwa akiwatendea vizuri watumishi wa nyumbani. Nyumbani kwake kulikuwa mtumishi mmoja. Alimwambia binti yake kuhusu yule binti kwamba umwangalie vizuri, na nyumba niliyompatia huyu mfanyakazi usimtoe katika nyumba. Mwenyezi Mungu amghofirie huyu marehemu. Jeneza ya pili ni ya Bana Hamid Nusrullah Khan Saheb, tarehe 4 wa Januari 2017 katika Lahore, katika umri wa miaka 83 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Chaudhry Hamid Nusrullah Khan Saheb, babu yake alikuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Vile vile babu upande wa mama Fatima Mashal Saheb alikuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Aliwahi kuwa amir wa jumuiya ya Karachi. Chaudhry Zafrullah Khan Saheb alikuwa baba mkubwa na vile vile alikuwa baba mkwe. 1964 alimuoa Abdul Hai Saheba ambaye alikuwa binti wa Zafrullah Khan Saheb. Ana watoto wawili, Nasrullah Khan na Ibrahim aliyefariki katika umri wa miaka 16, na ana binti moja Aisha Nasrullah. Chaudhry Hamid Nasrullah Saheb alimuoa binti wa Zafrullah Khan Saheb, na huyu kabla ya kuolewa na hayo alimuoa, alikuwa na watoto wawili. Ahmad Nasrullah aliuawa katika Lahore. Sasa hivi ana watoto wawili na binti moja. Na watoto wa mke wa kwanza pia aliwalea vizuri sana. Khalifa wa tatu 1975 alimteua kuwa amiri wa Lahore. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, miaka 34 aliwahi kuwa amiri wa Lahore. 2009 alikuwa anaumwa, na nilimwambia kwamba angalia hali yake kisha niambie. Akasema mimi siwezi kuendelea na jukumu hili la uamiri, yani mimi afya yangu si nzuri. Kwa hiyo akaomba radhi kwamba yeye hawezi kufanya kazi hii. Basi baada ya mwaka ule amiri mpya aliteuliwa Sheikh Munir Saheb ambaye 2010 aliuawa. Yani marehemu aliwahi kuwa amiri mpaka 2009. 1974 katika hali ya upinzani iliyopatikana wakati ule, ingawa alikuwa si amiri, lakini alipewa majukumu makubwa sana kutoka kwa halifa watatu, na alitimiza majukumu yote vizuri sana wakati ule. Pia 74 katika High Court Justice Hamdani Commission ilipoteuliwa, katika commission ile pia alitoa huduma kubwa sana. 1984 wakati upinzani ulipopatikana, kesi iliyokuwa katika High Court
wakati ule pia alitoa huduma zake katika kesi ile. Alikuwa na heshima hii pia kwamba halifa wa 4 rahimahullah taala alipohama kutoka Pakistan alikuwa pamoja na halifa 4 mpaka London, hata kutoka Rabwa mpaka Karachi. Pia aliendesha gari ya halifa wa 4. Katika uamiri wake Daruzikr ilipanuliwa zaidi na kazi ujenzi inaendelea hata mpaka leo, na misikiti mizuri ilijengwa katika uamiri wake. Jumuiya ya Lahore ilitoa michango vizuri sana. Tangu miaka 32 alikuwa mwenyekiti wa Fazil Umar Foundation. 1984 wakati halifa wa 4 alipohama kutoka Pakistan, hapa alihamia hapa Uingereza, marehemu alipata bahati ya kusafiri pamoja naye. Na bana Adamson ameandika habari yake katika kitabu chake. Chaudhry Munawar Sahab Sakti Umuriama anaandika Hamid Nasrullah Khan Saheb alikuwa akiwajali sana watu wote walikuwa wakifanya kazi pamoja naye, na alikuwa akitimiza mahitaji yao madogo madogo. Alipokuwa akiomba ushauri alikuwa akitoa ushauri mzuri. Niliwahi kuwa kaidul Lahore wa Sialkot miaka 9, lakini hakunikashirikia hata mara moja. Katika kazi ya Khudamul Ahmadiyya alikuwa akitusaidia sana. Ijtimaa 5 nilifanya na yeye alinisaidia, na yeye alikuwa akiniongoza katika kila kazi yangu. Chaudhry Hamid Nasrullah Khan Saheb alikuwa kiongozi mzuri, msimamizi mzuri, na alikuwa akifanya kazi kwa wakati wake. Alikuwa akitembelea jumuiya zote, alikuwa akijenga mahusiano mazuri na Sadrane Jamaat, na alikuwa akiona member wa Majlis Amla ni miguu yake na mikono yake, na alikuwa mtiifu wa uhalifa, na alikuwa akiwatendea vizuri sana watumishi wa jumuiya, na alikuwa akiwaheshimu sana. Muda wote Hazur anasema alipofanya kazi pamoja nami nilipokuwa Nazir Ala, wakati ule pia alikuwa amiri. Yeye alikuwa akinitihi katika mambo yote, na kwa utii mkamilifu alifanya kazi pamoja nami nilipokuwa Nazir Ala. Hata baadaye nilipochaguliwa kuwa halifa pia alinitii na alifuata amri zangu zote, na alikuwa mtiifu hali ya juu. Colonel Naim Siddiqui Saheb Naib Amir wa Lahore anaandika alikuwa akieleza mahusiano yake na uhalifa, na alikuwa akiendelea kueleza matukio haya kwa muda mrefu. Colonel Naim anasema kwamba marehemu alikuwa anaenda Bahawalpur kwa ajili ya shughuli fulani. Njiani alipata ujumbe wa halifa wa 3 kwamba ufike Rabwa. Hata alifika mji wa Bahawalpur, lakini kwa kuacha kazi yake akaja Rabwa mara moja kwa kupata amri ya halifa, na usiku ule ule alifika Rabwa, na kabla ya sala ya alfajiri alifika Rabwa na akaanza kutembea nje. Na akatuma ujumbe kwa halifa kwamba nimefika hapa. Na alianzisha wazifa kwa ajili ya watoto kwa jina lake na kwa jina la baba yake na kwa jina la Zafrullah Khan Saheb. Pia alikuwa akiwasaidia watoto wakati wote mtu alipokuwa akiomba msaada, na alikuwa akiandika kwamba katika akaunti yangu apewe msaada au katika akaunti ya mke wake apewe msaada. Na Hamid Rasulullah Khan Saheb alikuwa historia ya jumuiya ya Lahore. Alikuwa na alipewa uwezo wa kuongoza jumuiya na alikuwa akitumia vizuri uwezo wake. Bana Shams Saheb ambaye ni secretary wa Fazil Umar Foundation andika
katika Fadhil Umar Foundation. Baada ya kifo cha Saifullah Khan Saheb 1986 aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa Fadhil Umar Foundation, na miaka 32 aliwahi kuitumikia idara hii kwa kuwa mwenyekiti, na alikuwa mpole sana na mtu wa bashasha sana, na alikuwa akijenga mahusiano mazuri na watu wengi sana, na alikuwa akitumia mahusiano hayo yote kwa ajili ya huduma ya jumuiya. Alikuwa mtumishi mzuri wa jumuiya, alikuwa msaidizi wa mahalifa, na alikuwa na ghaira ya dini. Alikuwa mtu kutimiza ahadi zake zote. Ingawa alikuwa mgonjwa, lakini alikuwa akishiriki katika kazi ya Fazl Umar. Alikuwa akitoa ushauri mzuri na alikuwa akitoa uamuzi mzuri. Mirza Nadim Saheb anasema kwamba yeye mwenyewe marehemu aliniambia kwamba alipoteuliwa kuwa amiri wa Lahore 1975 alimwendea halifa wa tatu na akatuma ujumbe wa kukutana naye. Halifa wa tatu akamuita akasema kwamba kwa nini umekuja? Akasema mimi siwezi kutimiza kazi hii ya uamiri. Halifa wa tatu akamwambia kwamba sasa ni wakati wa chakula, ule chakula kwanza. Na wakati wa chakula pia aliendelea kusema kwamba mimi siwezi kufanya kazi hii. Anasema halifa wa tatu akaweka mkono wake juu ya bega langu na akasema kwamba halifa amekuteua kuwa amiri, na halifa wa Mungu anajua vizuri nani anaweza kutimiza majukumu. Anasema baada ya siku ile nilipata shida nyingi sana katika kazi, lakini mimi sikupata wasiwasi wala sikuogopa, na kwa baraka ya khilafa kazi zote zilifanywa vizuri. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu na apandishe madaraja yake, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake kwamba wao pia wajenge mahusiano mazuri na jumuiya na waweze kuendeleza wema yake. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.